Ualimu ni taaluma msingi duniani, na kabla mtu ajue ni kazi gani atakayoifanya au kuitekeleza maishani, ni lazima apitie mikononi mwa mwalimu. Kuwa mwalimu ni kuulea ulimwengu, kwani utatangamana na wanafunzi kutoka tabaka mbalimbali na walio na maumbile tofauti. Jina langu ni Eunice Kiranga. Mimi ni mwalimu katika shule ya msingi ya Maruroi. Nafunza darasa la watoto wenye akili tahila, wale tunaita special children. Chenye kilinifanya nitake kujua mambo ya watoto hawa ni kwa sababu mimi ni mzazi wa mtoto mmoja ambaye ako mildly intellectually challenged, anaitwa Nicholas Wambugu, na nikataka kujua sana haswa kiini cha matatizo kama haya, na ndiposa nilijiunga na chuo kikuu cha Kampala International University mwaka wa 2006. Nikasoma degree yangu ya bachelor's in special needs education. Mwanafunzi au mtoto mwenye akili tahila ni mtoto wa aina gani? Unaweza kutambua mtoto wako ako na upungufu wa akili au ako na akili tahila kwa sababu ya mambo yale utakuwa ukiangalia. Kwa mfano, kuna kile tunaita developmental milestones, na inaanza tangu mtoto akiwa mdogo. Sasa mtoto wangu alipokuwa akikuwa mwaka mmoja bado hasimami, akikuwa mwaka mmoja na nusu bado hasimami. Hapa nikajua kuna shida. Alipojiunga na shule ya msingi darasa la chekechea, mtoto hakupick up. Sasa dada yake ambaye anamfuata alikuja amempita, so ndio nikagundua ya kwamba mtoto anahitaji kushughulikiwa kipekee. Ni kitu gani au jambo lipi la muhimu kuhusu watoto hawa? The levels are mild. Huyu ni mtoto ambaye ako na range ya 52 to 69% IQ. Mwingine ni moderate. Huyu ako na IQ ya 36 to 51%. Mwingine ni severe. Huyu ako na IQ ya 20 to 35%. Then there is the one we call profound. Huyu ako na IQ ya 14 and below. Ours are moderate. Hawa watoto kila mtu ni unique. So what you find here you might not find it in Githurai special unit. Lakini generally they are almost the same. Kuna severe cases that you cannot handle. Like now, watoto wanakuwa na shida, unaona mtoto anabehave kama ni inzi, kama mtoto ni mwenda wazimu. Such cases you cannot handle together with this. Kwa mfano, nilikuwa na mtoto hapa ambaye akiingia kwa darasa hivi sitafunza, nitakaa hapa nikikibia kila mahali because hata tulia. Alikuwa so hyperactive. Na mzazi ukimuadvise usimpatie huyu mtoto sukari, usimpatie vyakula hivi, unasikia ati aliiba sukari akakula. So you have to tell the parent that if you don't cooperate, I cannot handle your child. So kuna cases ambao unaona they cannot be handled in school. Kuna wale ambao wanakuwa they are big boys or big girls, so they become violent na atakugonga. Siku yako huanza na utamatika vipi? Siku yangu inaanza kama nimeingia kwa shule, nimeingia kwa darasa. Mwanzo tunaomba, halafu tuko na timetable iko pale. So ninachukua lesson ya kwanza na ninaanza kufunza. Of course nikiketa for individual children. Basically what I deal with modeling. Easy. So nikifunza kitu kama hii sasa, tulikuwa tunasoma writing materials. So nimefunza hapa kwa ubao. So the first thing we do, tuna model. Hizi. Hapa tuna model. Then the next day, I would come and tell them to read for me what they have modeled. Wananisomea. Siku ingine, in that lesson, ninawaambia sasa tutachora hizo vitu. Kuna wale hawatachora. So hawa ndio ninafanyia the same kazi hiyo lakini nawapatia in a different
in a different forum, lakini kuna yule atachora. Sasa tunaendelea na lessons hizo, lakini huwezi kuhandle lessons zote za siku hiyo kwa sababu ya how easy individual needs. They are gifted differently. Because huyo ni absent, ako na very good work. Kazi ya mikono anafanya vizuri sana. Lakini when it comes to mastery, ako na shida. Mwingine ako hapa. Huyo anafanya vizuri sana katika number work. Lakini kazi zingine zote no. Sasa wako na shida tofauti. Kuna mwingine hata comprehend. Umesema acha tu model hii marker pen. Utaona hayuko huko. Picha zake unapendezwa nazo. Kudance ana dance vizuri sana. So what I basically do, mimi na wa expose kwa dancing. I expose them to dancing. Hata kama wengine hawata coordinate, I will still expose them so that I can get the best out of that. Hatupeani homework because mzazi haja train hii kitu, so sitampatia homework hata fuata ni nini. Ila tunawafanyia ni tunawapatia what we call extension programs. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba kama tulikuwa tunasoma hizi writing materials, ninamwambia akienda nyumbani achoree mama yake au amwambie tunatumia nini kwa kuandikia. Marurui ni shule ya umma. Je, ni mikakati zipi serikali imeweka kuhakikisha watoto kama hawa wanashughulikiwa ipasavyo? The government is working in a very big way. Currently, we have been given we are now included in the CBC. That is competence-based curriculum. In that, the government has ensured that every child is going to be catered for. For example, I have these two niko na design hizi mbili hapa. Moja ni ya foundation level. Wale ni wale ambao wanaanza sasa. Mtoto ametoka nyumbani au ametoka assessment, ameambiwa aende special. Mambo yale yote ambao ninafaa kumfanyia yako katika hii design ya foundation. Akiendelea vile anaendelea kukua na kushika mambo, kuna muintroduce kwa intermediate design. Hii iko juu kuliko hii. Na walimu tena serikali imetutrain sana how to deal with the new curriculum. Ili kumsajili mwanafunzi, kuna utaratibu upi? Basically unamleta kama ni mtoto mdogo unataka aende PP1. Lakini huwe mtoto ako na shida. Kwa hivyo the first sight mwalimu mkuu akimuona atatabua huyu mtoto ako na shida. So what happens is that head teacher ananiita. Ananiambia observe this child. So nina observe mtoto na ninaona dakika chache tu nimetabua mtoto ako na shida. So what happens is that ninamuandikia barua. Ninamtuma hiyo tulikuwa tunasema for education assessment. So nikimtuma hapo, the assessors who are there are going to assess the child and determine mtoto huyu anatakikana kuwa placed in a special class. Au wanasema mtoto huyo apelekwe PP1. Kuna wale ambao wanakuja tu mtoto hawezi kuongea, kama huyu ni mmoja anaitwa Ruel. Huyu akikuja hapa hakuwa anaongea. So nilipomchukua kwa hii darasa nilimuintegrate kwa PP1 for socialization. Saa hii anaongea. Kunyanyapaa ni mojawapo ya changamoto zinazowakumba wazazi wenye watoto aina hii. Je, tunaweza kumbana nayo vipi? Hiyo kuitikia, hata mimi nilikuwa na shida sana wakati nilikuwa nikilea huyo mtoto wangu. Kwa mfano tukikutana na wewe uangalie huyo mtoto, nasikia vibaya sana. Unajua hiyo inaletea mtu stigma. Anajiuliza kwani nilifanyia Mungu nini? Na tena kulingana na sisi wa Afrika unasikia ukiona uko na mtoto kama huyu ni lazima kuna kitu hukufanyia wazazi wako. Sasa unaanza kujiuliza ni nini ulifanyia. So wazazi hawa mimi I don't judge them. I know they are already stigmatized. Lakini kwa sababu wakati huu watu wamefika kwenye mwangaza, ni vizuri wazazi waelimishwe na church leaders
community workers waelimishwe na medias, waelimishwe ya kwamba there is hope kwa hawa watoto. Ujuzi wa kuwafunza wanafunzi kama hawa ni wa kipekee. Je, ungetaka mafunzo kama haya yawe lazima kwa walimu wote? Kulingana na vile nimekuwa katika taaluma hii ya watoto ambao wako na shida, ningesema ni vizuri sana kila mwalimu awe amefunzwa katika hii department ya special needs education. Kila mwalimu awe na basics, kwa sababu watoto hao wako kila mahali. Kama tuseme shida kubwa ambayo inakuba wale watoto ni difficulties in learning, au ile tunaita learning difficulty. Mtoto anakuwa na shida area moja si mzuri, hawezi kufanya hesabu, lakini English anaweza. So mwalimu anaweza kuidentify mambo kama haya, lakini kama mwalimu hana huo ujuzi, hata jua jinsi ya kusaidia huyo mtoto katika area hiyo. Sasa uhaba wa walimu uko katika nchi yetu. Walimu si wengi, hata kwa regular classes na hata kwa special walimu si wengi. Lakini unaona mwalimu ako na darasa kubwa ambayo inahitaji kuwa na walimu wawili, lakini yako peke yake. Korona imelemaza kila sekta ikiwemo elimu. Je, umekumbana nayo vipi? Wakati hawa watoto walikaa nyumbani, unajua watu wengi walienda in the villages, kwa sababu wakati huo nilikuwa na role kubwa, na unaona hiyo namba imepungua kwa sababu wengine walikosa kazi wakarudi mashambani. Sasa korona ilipopungua wengi hawakurudi, so huwezi kufikia mtoto kama huyo. Ni changamoto zipi unakumbana nazo kwa kuwalea watoto hawa? Wazazi wako na hiyo denial ya kwamba watoto wao wanaweza kuwa na shida. Kuna watoto ambao wako na shida, kama hii darasa iko na mtoto nilimkuta hapa hii class in 2017 mpaka saa hii hajatoka hapa. Ukiambia mzazi mtoto aende assessment hata itikia. Ingine ni ya kwamba wazazi wengine hawataki kutoa watoto hawa nje. Mtoto amefugiwa, ako kwa nyumba, mtoto ako na shida, haendi shule, huwezi kufikia huyo mtoto. Na serikali inatusaidia na pesa, lakini pesa hiyo haitoshi. What we need is more than what the government is giving us. Sometimes you see sana mzazi hatashughulika sana. Kama hapa tuko na hot lunch, unaona mzazi hajapata mapato ya kulipia hiyo hot lunch. Hiyo ni changamoto moja. Changamoto ingine ni ya kwamba unaona mzazi hata kuja kutaka kujua mtoto wangu ana progress aje. Hata taka kujua. Si wengi wanakuja kuuliza mtoto anaendelea aje. Unavumilia au unajivunia kazi hii? Mimi sivumilii. Mimi kama kuna mtu anapenda hii kazi ni mimi. Kwa mfano nina retire next year. Lakini kuna kitu kinaniuma ndani yangu. Nikijua knowledge hii yangu napeleka nyumbani. Labda mwalimu hajapatikana na nimeenda nyumbani November. Sasa najiuliza, nitakuwa nikikuja hapa kusaidia hawa watoto ikiwa hawatakuwa wamepata mtu. So mimi najivunia sana kuwa mwalimu wa special needs education. Na walimu wangu wanajua na head teacher wangu anajua. Juu ninawa expose kama nyinyi Mwangaza TV mmefanya vizuri sana. Juu hawa watoto wanawekwa nyuma na watu wengine, lakini mlitupatia nafasi mkuje mtuone na tumeshukuru sana. My name is Mrs. Susan Maina. I am the head teacher Maroroi Primary School. And we would say that after Teacher Eunice was deployed in the school, we have had a very big impact in the community, because we had so many special needs children in the area that did not have a place to go to. And she took the initiative of going to the village, collecting children, and we've had quite a number. We have so many of them who have gone to pro-vocational institutions through her initiatives. We have 3 that she does home care management
because they have now been unable to come because of their charges, special needs charges, and they cannot be able to move because of mobility. One does not have a functioning wheelchair, and the other one is bedridden. Without the teacher, I think things would have been very different in this school. And more so when I imagine that she's the only special needs teacher in this school. So unlike others who have people to help them, Teacher Eunice has to be here from Monday to Friday. And when she's not in, she takes the initiative of talking to every parent so that they are able to remain with their children on that particular day, which is a very big challenge. Mwalimu Eunice alikuwa mwalimu wa kawaida, lakini akaenda kujiongeza masomo ili kujitwika mzigo wa kusimama au kusaidia watoto wenye mahitaji maalum kama hawa mnaoona. Eunice anasema kazi hii havumilii bali anajivunia. Je, una mwito? Naitwa Eva Juma, makala ni riziki yangu.